umemfanya mbwa kalbun min alkilab, mbwa miongoni mwa mambwa ya duniani, mbwa ambaye kwenye Uislamu anatajwa kwa tahadhari kubwa na akiwa na uzito wa kinamna yake katika najisi. Ndugu yake ni nguruwe. Uzito wa najisi kiuzito ni nguruwe na mbwa, ila mbwa yeye angalau ana kipengele cha kuishi naye, cha kumtumia, kuwindia, wasikia sana kufanyia ulinzi, alkhasiri na mambo namna hiyo. Mbwa anaweza akachukua nafasi akaishi na Muislamu kwa tahadhari, lakini katika uzito wa najisi amekwenda sambamba na nguruwe. Sote tunajua hata kujitakasa kwake kwa najisi ya mbwa kunahitaji kidogo utulivu na kunahitaji maelekezo kwa hadithi ya Abu Huraira, iwe ni chombo ama iwe ni eneo ama nguo ambayo imeshughulikiwa na masuala ya nguruwe ama mbwa. Lakini kwa umuhimu wa urafiki mwema na uzito wa urafiki mwema, mbwa alipata heshima, na inasemekana katika kauli ambazo zimekuja kwa wanazuoni kwamba katika wanyama wote ambao wataingia peponi, wako wanyama 11. Wapo wanyama 11 dunia nzima, wanyama 11 ambao kuna kauli kwamba wataingia peponi. Ukumbuke kwamba wanyama wote na ndege wote na wadudu wote hawana dhambi wala hawana thawabu. Kwa hivyo mbwa na umbwa wake hana jambo lolote la dhambi, wala haingii motoni mbwa wala nguruwe wala paka wala ngamia wala wanyama wote katika asili yake. Wanyama siku ya Kiyama wataambiwa kunu turaba, kunu turaba, nyie hamna jambo hapa, shughuli yenu imekwisha. Sasa nyie hukumu yenu ni kuwa mchanga, kuweni mchanga, yani wanakuwa udongo. Mungu atatoa kauli tu, wa amruhu baina alkafi wan nun, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Mwenyezi Mungu atatoa kauli yake ambayo ni kauli kubwa nzito maarufu, na ndio imetengeneza mengi ya duniani hapa, isipokuwa vitu vitano tu ndio havijatengenezwa kwa kun fayakun. Vingine vyote ni kun fayakun, be and becomes, kuwa kinakuwa pale pale. Kwa hivyo baada ya kuambiwa wanyama wengine wote kuweni, maana vitafufuliwa, wanyama hawa watafufuliwa na wenyewe, lakini hawana hukumu, wataambiwa kunu turaba. Yawma yandhuru almar'u ma qaddamat yadah wa yaqulu alkafiru ya laitani kuntu turaba. Siku hiyo binadamu ataangalia, ndio nimetanguliza dhambi, nimetanguliza dhulma kiasi hichi, ndo maasi yangu mlima huu, kwa hivyo kwa lugha fupi mimi nakwenda motoni. Akhalafu anasikia wanyama, wadudu, ndege na wengine hawa wasikia sana al-khasri, wameambiwa kunu turaba, kuweni mchanga. Wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Siku hiyo Ibilisi na watu wenye maasi, watu wenye dhambi watatamani ya laitani, laita litamanni, ya laita shi'ra, ya laitani kuntu turaba. Hii laita haitoi matokeo, haina chochote unachokipata, ni maneno ya kujuta tu haya. Na mimi leo ningekuwa mnyama, ningegeuzwa kuwa mchanga, ya laitani kuntu turaba. Na mimi ningekuwa mnyama, au hata mimi natamani leo hukumu yangu iwe niwe kuwa ni Mungu aseme tu imekwisha, niwe mchanga. Alhamdulillah, nitashukuru. Sasa basi, katika mazingira kama hayo, kuna mbwa anaitwa Qitmir au Qamtir. Huyu mbwa bwana aliishi nchi ya Jordan. Jordan hii mnaiona hii, Amman, mji wake mkuu unaitwa Amman au Amani, mji wake Jordan.
inapakana na Israeli, inapakana na Masri kwa hiyo ipo karibu na Afrika, maana Masri, Egypt ni Afrika ya kaskazini. Kwa hiyo pembeni yake, yani kama sisi tunapakana na Msumbiji, tunapakana na Malawi, tunapakana na Zambia, tunapakana na kule Masri wanapakana na Israeli, hii Israeli mnaisikia, na wao Palestina, na wanapakana na Jordan. Kwa hivyo huyo mbwa alikuwa anaishi maeneo hayo ya Jordan. Na hilo pango Ashabul Kahf lipo hapo, watu wanakwenda wanaliona, watu wanakwenda kufanya utalii, wanapelekwa huko, wanafika kwenye hilo pango ambalo mbwa huyu Mungu anasema wa kalbuhum bastu dhira'aihi bilwasid. Mbwa huyu ametajwa sayaquluna salasa sayaquluna thalatha rabi'uhum kalbuhum, mpaka anasema yaquluna sab'atun wa thamin qalbuhum. Hazi wau samania, wau hii inaitwa wau ya thamani. Yani ukitaja vitu ukifika namba ya 8 huwa inatakiwa ingie wau katika lugha za Kiarabu, inaitwa wau thamania. Huyu mbwa ataingia peponi. Na huyu mbwa kwa dunia, kwa wanazuoni walivyosema, Ibn Rajab, namnukuu Ibn Rajab al-Hanbali anasema katika mbwa wote ni najis isipokuwa mbwa huyu Qitmir. Huyu mbwa sio najis. Huyu mbwa ataingia peponi na atakuwa ni katika vivutio vya peponi. Inshallah tutamuona. Qulu amin. Katika vivutio vya watu, kwa sababu leo tukamwangalia Qitmiri, kama ambavyo watu wanafunga safari kuja kuangalia tembo, kuja kuangalia wasikasana simba, ama kuangalia nungunungu na kadhalika, basi al-Khasir na watu tutakuwa tunakwenda katika maraha ya kwenda peponi ni kumuona mbwa huyu. Mbwa huyu alikuwa na wenziwe binadamu ambao ni wacha Mungu, wenye tabia nzuri, ndio walikuwa marafiki zake. Heshima hii ameipata kwa kufanya urafiki na watu wema. Hapo ndio unapotakiwa ushike. Heshima yote inaizungumzia kuhusu mbwa, hana najisi, hana vyovyote utakavyomtaja mbwa huyu kwa utukufu na uzito aliotajwa ndani ya Qur'an. Mbwa ndani ya Qur'an umetajwa mara 6 ndani ya sura 3 Al-Maida. Wametajwa mbwa katika utaratibu kwamba tukiwatumia tuwatumiaje, kama kwenye kuwinda au muallimina, yani au mbwa wenye kufundishwa jinsi ya kuishi. Wametajwa katika mazingira ya kuishi. Wametajwa al-A'rafu kwa lawama, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha, inakwenda hasa mathaluhu kamathal kalbi. Ila ametajwa pale kwa kuoneshwa ubaya wa mtu ambaye amepewa nafasi ya kumwamini Mungu, amesoma Qur'ani, ameambiwa mawaidha, ameambiwa Mungu anataka nini, yeye akaacha yale mambo ya Mungu. Mfano wake Mungu ameutaja, mfano huyu mtu ni kama mbwa. In tahmilhu yalhath yani mbwa ukimbeba ataendelea kutoa tu ulimi huku umembeba. Sasa anachoka nini? Umaki kufanya ni dalili ya kuchoka, lakini mbwa ukimbeba atafanya hivyo. Haya, ukimwacha chini anabaki yani haeleweki mbwa kwamba amechoka ama vipi. Mfano mbele anasema ni mfano mbaya sana Mwenyezi Mungu ameutoa kwa watu kwa watu ambao maneno haya ya Mungu yanapita mbele yao halafu hawaelewi. Mfano wao ni kama mbwa, imetajwa hivyo. Kwa hiyo mbwa aliyetajwa uzuri zaidi ni mbwa huyo ambaye aliambatana na mtu anaitwa Yamliha, Maximlina, Mathlina, Marnush, Dabranush, Shadhanush, Kafishatawayush, Qitmir. Mbwa mwenyewe wanane anakuwa huyo. Hao watu ni watu wamebata historia nzito. Mungu anasema hivi, anasema fitiyatun amanu bi rabbihim wazdnahum huda. Hawa vijana 7 ni kundi la vijana madhubuti, wazuri, waungwana, wenye tabia, wenye maadili, wacha Mungu, wenye imani, na tuliamua kuwaongezea zaidi muongozo. Wakaenda na paka historia yao waliishi miaka 300 wazdada 9, miaka 309 wanaishi katika mapango pale Jordan. Habari zao ni nzito, habari zao ni kubwa. Almuradi hazihi asar musahabatul akhyar. Muhimu ni kufanya urafiki na watu wema.